Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakujuza mambo mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo ni huko nchini Syria ambapo wanajeshi wawili wa Marekani wanatajwa kuuawa. Wanajeshi wawili wa jeshi la Marekani na mkalimani wa kiraia wameuawa katika shambulizi la Islamic State siku ya Jumamosi huko Palmyra nchini Syria, ambapo walikuwa wakisaidia operesheni za kukabiliana na ugaidi. Pentagon ilisema wengine watatu walijeruhiwa. Msemaji wa Pentagon Jean Parnell alisema. Waziri wa ulinzi Pete Hegseth alisema mshambuliaji aliuawa na vikosi vya washirika. Mshambuliaji huyo alikuwa mwanachama wa vikosi vya usalama vya Syria, maafisa watatu wa eneo hilo waliambia shirika la habari la Reuters, na anatajwa kwamba alitakiwa kuondolewa katika vikosi vya usalama kutokana na kuwa na itikadi kali. Wizara ya ulinzi nchini Syria imesema mtu mwenye silaha aliyewaua wa Marekani alitakiwa kutimuliwa kutoka katika vikosi vya usalama kwa itikadi kali alizokuwa nazo. Wizara hiyo ya mambo ya ndani nchini Syria ilieleza mnamo Jumapili kwamba mtu mwenye silaha aliyewaua wa Marekani watatu katika eneo la kati la Palmyra siku ya Jumamosi alikuwa mwanachama wa vikosi vya usalama ambaye alipaswa kufutwa kazi kutokana na kuwa na itikadi kali. Anatajwa kwamba alikuwa ni mwanajeshi katika jeshi la serikali la Al-Sharaa, lakini anatajwa kuwa ni moja kati ya watu waliokuwa na itikadi kali, na ndio maana Marekani ilimtaja kuwa ni mwanamgambo wa ICC, lakini ukweli umefahamika kwamba alikuwa ni mwanajeshi kutoka serikali ya Al-Sharaa. Wanajeshi wawili wa Marekani na mkalimani ambaye ni raia wa kawaida walikufa katika shambulio hilo siku ya Jumamosi, ambapo kamandi kuu ya Marekani ilisema ilitekelezwa na watu wanaodaiwa kuwa wanamgambo wa kundi la Daesh IS ambaye aliua kisha kuuawa. Mamlaka ya Syria ilisema iliamua kumfukuza kazi kutoka katika vikosi vya usalama kabla ya kufanya shambulio hilo, kushikilia mawazo ya Uislamu wenye msimamo mkali, na walikuwa wamepanga kufanya hivyo mnamo Jumapili. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Ndani Nurdin Al-Baba aliambia televisheni ya taifa. Afisa mmoja wa usalama wa Syria aliliambia shirika la habari la AFP mnamo Jumapili kuwa wanajeshi 11 wa vikosi vya usalama walikamatwa na kuhojiwa baada ya shambulizi hilo. Afisa huyo ambaye alizungumza kwa sharti la kutotajwa jina alisema mtu huyo mwenye bunduki alikuwa mali ya vikosi vya usalama kwa zaidi ya miezi 10 na alitumwa katika miji kadhaa kabla ya kuhamishwa Palmyra, na ni miongoni mwa watu wenye misimamo mikali walioiona Marekani kama adui wao namba moja pamoja na Israel. Palmyra, makazi ya magofu ya kale yaliyoorodheshwa na UNESCO, iliwahi kudhibitiwa na Daesh wakati wa kilele cha upanuzi wa eneo lake nchini Syria. Tukio hilo ni la kwanza la aina yake kuripotiwa tangu vikosi vinavyoongozwa na Waislamu waliompindua mtawala wa muda mrefu wa Syria Bashar al-Assad mwezi Desemba mwaka uliopita na kurejesha uhusiano wa nchi hiyo na Marekani. Msemaji wa Pentagon Jean Parnell alisema wanajeshi walikuwa wakiendesha shughuli za kiongozi muhimu katika kuunga mkono operesheni za kukabiliana na ugaidi wakati shambulizi hilo lilipotokea, huku mjumbe wa Marekani nchini Syria Tom Barak akisema mashambulizi ya kuvizia yalilenga doria ya pamoja ya serikali ya Marekani pamoja na Syria. Rais wa Marekani Donald Trump amelitaja tukio hilo kuwa shambulio la Daesh dhidi ya Marekani na Syria katika eneo hatari sana la Syria ambalo halijadhibitiwa nao kikamilifu, akitumia neno jingine kwa kundi hilo. Alisema wanajeshi wengine watatu wa Marekani walijeruhiwa katika shambulizi hilo, wanaendelea vizuri, lakini kimsingi ni kwamba mshambuliaji huyo ametajwa moja kati ya wanajeshi ambao ametajwa kama miongoni mwa wanajeshi kutoka katika serikali ya Mohamed al-Julan, kiongozi wa sasa aliyemuondoa madarakani Bashar al-Assad, licha ya kwamba hili halitaki kuelezwa kwa mapana, lakini imeelezwa hivyo. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uweze kufahamu mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News.